Bwana Yesu asifiwe. Penzi mtazamaji na msikilizaji ambaye unatufuatilia kupitia Power Request Online TV mahali popote ulipo, nitumie nafasi hii kukusalimu kwa jina la Yesu, nikiamini kabisa ujambo na ubuheri wa afya. Mimi ni Mohamed Mgase. Ninapenda kumshukuru Mungu kwanza kabisa kupata kibali cha kuwepo tena mbele yako katika muda na masaa haya tena. Tunamshangilia Mungu kwa ulinzi wake kwa muda mrefu mpaka sasa. Ni hakika Mungu ameendelea kuwa mwaminifu kwa kiwango kikubwa sana. Toka tulipoanza mwaka na sasa ni mwezi wa 7. Tukiwa mwanzo kabisa wa mwezi, tuna kila sababu za kumwambia Mungu asante kwa jinsi ambavyo anatupigania na kutuvusha katika mambo mengi sana. Nina uhakika kuna jinsi ambavyo hata wewe binafsi unakiri kupiganiwa na Mungu aliye hai katika maisha yako. Naendelea kukutia moyo kudumu na kubaki miguuni pa Yesu, kwa sababu hapo pekee ndipo mahali palipo na tumaini katika maisha yako. Jambo la kwanza kabisa, nipende kukukaribisha kuwa mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya maombi mara kwa mara. Tumekuwa na vipindi mbalimbali ambavyo vimeendelea kubariki maisha ya watu wengi duniani, na ninamshukuru Mungu kwa wale wote ambao wameendelea kuwa pamoja nasi bega kwa bega. Hakika ninawashukuru sana. Kuna wanawake na wanaume, vijana kwa wazee, ambao wameendelea kutoa muda wao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunabariki maisha ya watu mbalimbali duniani. Kabla sijaingia kwenye somo zuri la mwanzo wa mwezi katika siku ya leo, kwanza kabisa nikukaribishe kuwa miongoni mwa wale ambao wanaweza kutubariki kwa ufanikishaji wa mkutano mkubwa wa Injili ambao utafanyika katika jiji la Bujumbura mnamo mwezi Disemba. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, ndugu zetu kule Burundi wakiendelea na maandalizi vizuri, na ninashukuru wale wote wanaoshiriki kuandaa mkutano huu, akiwepo mtumishi wa Mungu Douglas kutoka pale Mombasa. Kwa hakika watu wa Burundi wanategemea kubarikiwa sana kupitia semina hizi za Power Request. Mwaka huu tunapofunga mwaka, tutampa Mungu shukrani. Tutamwambia Mungu asante kwa upendo wake mkuu kwa yale yote aliyotenda katika mwaka huu. Na ikiwa ni miongoni mwa wale waliokumbukwa na Mungu aliye hai, ninakukaribisha kuwa miongoni mwa wale ambao watatushika mkono na kwa kiwango kikubwa kufanikisha semina hizi kubwa ambazo zitafanyika pale Bujumbura. Ni mkutano mkubwa wa Injili ambao maandalizi yake yamekushaanza kwa wenzetu kule Burundi, nasi kama Power Request tutakwenda, na nina uhakika Mungu ataenda kukubariki ili ukaibariki kazi yake. Kwa namna yote ambavyo utahitaji kuwa sehemu ya maandalizi ya mikutano hii, namba za simu ziko chini ya screen yako. Wasiliana nami kupitia namba hiyo hapo chini 0759 75 57 40. Na kwa namna pekee kuna namba ya Vodacom Tanzania na namba ya Safaricom Kenya. Mimi kama mtumishi wa Mungu ninatoa wito kwako kwa mfanikishaji wa semina hizi, na Mungu akutie nguvu sana. Tunapohitaji kwenda kuanza somo letu la mwanzo wa mwezi katika siku ya leo, ni kukaribishe mahali popote ulipo, fumba macho yako tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru na kulihimidi jina lako. Tunaenda kutafakari neno lako kwa muda huu uliotupatia. Ninaomba Yesu ukawe pamoja nasi kwa namna ya pekee. Katuvuvie kupitia Roho yako Mtakatifu, na neno lako likatukuzwe na kuheshimiwa katika maisha yetu. Nimeomba kwa imani katika jina la Yesu. Amen. Katika siku ya leo nina somo la pekee sana, ndugu mtazamaji na msikilizaji mahali popote ulipo. Somo linasema, je, maombi yanaweza kushindwa neno lolote? Je, maombi yanaweza kushindwa neno lolote? Ninafahamu fika kwamba, mpenzi msikilizaji na mtazamaji, mara nyingi sana umeingia katika vipindi mbalimbali vya maombi. Kuna jinsi ambavyo umemlilia Mungu katika maisha yako. Ulifunga, uliomba, ulitoa sadaka, ulifanya vyote ambavyo ulidhani na kuamini kwamba vitamfanya Mungu ajibu maombi yako, hasa pale unapoomba.
Na unapoona Mungu amechelewa, inafika mahali inakuja roho ya kukata tamaa na kujiona kwamba huwezi tena kusonga mbele kwa sababu ya changamoto unazopitia. Lakini tukiwa mwanzo wa mwezi, nina ujumbe muhimu sana katika maisha yako. Je, maombi yanaweza kushindwa neno au jambo lolote? Ndilo somo ambalo natamani Mungu akakuvuvie kwa namna ya pekee kulielewa somo hili katika siku ya leo. Nini maana ya maombi? Tunaposema maombi tunamaanisha nini? Maana ya neno maombi ni hii: ni hitaji au tamanio la moyo wa mwanadamu ambalo yeye mwenyewe hawezi kujitosheleza, hivyo basi anahitaji msaada kutoka nje. Maombi ni moja ya silaha yenye nguvu sana katika ulimwengu wa roho, silaha inayoweza kuziharibu kazi za shetani, silaha inayoweza kufanya yasiyowezekana yawezekane. Maombi ni kitu ambacho mwanadamu anakihitaji. Kuna muda unatamani Mungu akutosheleze kwa namna fulani katika maisha yako. Ninapozungumzia maombi namaanisha kwamba kuna baadhi ya mambo yaliyo nje ya uwezo wako kama mwanadamu, na wewe binafsi huwezi kujitosheleza, ila unahitaji nguvu ya ziada. Ina maana kuna kitu unapokitazama peke yako huwezi. Kuna jambo unapoliangalia kwa akili zako binafsi huwezi, na unahitaji msaada au neema nyingine nje yako wewe binafsi itakayokusaidia kupiga hatua moja kutoka ulipo na kwenda sehemu nyingine ya maisha yako. Kwa maombi ni kitu muhimu sana, lakini pia maombi yanafanya kitu kisichowezekanika kiwezekane. Ina maana kuna baadhi ya mambo unayaomba kwenye maisha yako, kuna baadhi ya mambo unayaombea kwenye maisha yako, unayaombea kwa sababu kwa akili za kibinadamu hujapata majibu, lakini unahitaji nguvu nyingine kutoka kwa Mungu ambaye ni muweza wa yote, anayeweza kufanya yasiyowezekana yawezekane. Kama mimi binafsi kama mwanadamu, kuna mahali ambapo kwa akili hizi za kibinadamu kuna baadhi ya mambo ninaona peke yangu siwezi, ninahitaji msaada ambao utanifanya niweze kile ambacho nilikuwa siwezi katika maisha yangu. Maombi ni kitu kinachokupa favor, upendeleo, nafasi nyingine, nafasi ambayo hukuiweza, lakini kuna nguvu imekufanya uiweze hiyo nafasi ambayo umeipata kwa maombi. Ndio maana Paulo anaandika katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 11 hadi wa 13, ambapo Biblia takatifu inasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Paulo anaandika anasema, vaeni silaha za Mungu. Ndiyo, kumbe kuna silaha ambazo tukizivaa, ambazo hizo silaha ni za Mungu. Tunapovaa hizo silaha zinatupatia nafasi ya kushinda. Maana Biblia inasema mpate kuweza kushinda. Ninamaanisha nini? Maisha yako kama mwanadamu ni maisha ambayo upo kwenye mashindano. Na kama upo kwenye mashindano katika kitu Mungu anachotamani, sio wewe kushindwa, bali ni wewe kushinda katika mashindano hayo. Sikiliza msikilizaji wangu, mahali popote ulipo, unatakiwa kuwa mshindi katika engo zozote maishani mwako. Mungu amekuandaa kuwa mshindi kwenye maisha yako. Mungu amekuandaa kuwa wa thamani kwenye maisha yako. Paulo anaandika akiwa Efeso, anasema vaa silaha. Silaha zinakupa nafasi ya kushinda vita ambayo wewe binafsi hukuiweza, lakini kuna nguvu imekuja ndani yako, na hiyo nguvu ikakupa nafasi nyingine ya kuwa mshindi katika maisha yako ya kila siku. Kwa neno la Mungu, kama neno la Mungu linavyotuambia, hatutashinda kwa damu na nyama, bali tutashinda kwa falme na mamlaka. Tutashinda kwa neno la Mungu.
ili tuweze kushinda hizi falme na mamlaka ambazo Biblia imezitaja kama nguvu za giza katika ulimwengu wa roho. Maana yake ni nini? Biblia inachomaanisha, tafsiri yake ni hii: hakuna ushindi kwa mwanadamu bila jina la Yesu. Hakuna ushindi kwenye maisha yako bila jina la Yesu. Sikiliza, unapoanza mwezi wa 7, kuna baadhi ya vitu ambavyo Mungu anaenda kukupa ushindi, na huo ushindi si kwa uwezo wako, si kwa akili zako, si kwa maarifa yako ya kupigana vita, bali ni kwa neno la Mungu. Neno la Mungu pekee linaweza kukupa ushindi katika mwezi huu wa 7. Nataka kumaanisha hivi kwamba yale yote uliyoyaona magumu katika maisha yako, Mungu anaenda kukupatia tena ushindi, rafiki yangu. Hautashinda vita kazini kwako. Kuna wafanyakazi wenzako wengi wanakupiga vita, tena wanataka ufukuzwe, wanataka uharibu kazi, wanataka uharibu CV yako, wanataka uharibu mipango yako, wanataka uharibu malengo ya maisha yako. Hutaweza kushindana nao bila jina la Yesu, rafiki yangu. Na ngoja nikwambie, kuna vita vingine utaona anayepigana na wewe ni bosi wako, anayepigana na wewe ni mfanyakazi mwenzio, anayepigana na wewe ni mwajiri wako, anayepigana na wewe ni mteja wako. Sasa moja katika vitu usivyotakiwa kukosea ni wewe kupigana naye kimwili. Vita yoyote inayoinuka kwenye maisha yako, hutamuona shetani physically akipigana na wewe, lakini utamuona mwanadamu wa kawaida akipigana na wewe. Moja katika vitu unavyotakiwa kuzingatia ni hiki: vita yoyote, Paulo anasema lazima uvae silaha ili uwe mshindi. Makosa tunayofanya ni haya: bosi akicharuka na sisi tunacharuka kimwili, mfanyakazi mwenzako akicharuka unapambana naye kimwili, mtu fulani akiinua vita na wewe unadili naye kimwili. Ngoja nikwambie, ukiona mtu anapigana na wewe kimwili, wewe pigana naye huko rohoni. Nenda nyumbani kwenye chumba chako cha maombi, pigana hiyo vita kiroho. Ukipigana hiyo vita kiroho, itakupatia nafasi kubwa sana kuwa mshindi katika maisha yako. Ukipigana hiyo vita kiroho, itakupatia nafasi ya kutunza position ulionayo pale kazini. Lakini ukishaanza kupigana kimwili, ukavaa silaha za kimwili, utashinda. Utafukuzwa kazi, utakosa biashara, utakosa ajira, kwa sababu hukujua namna ya kupigana vita unavyopigana. Ili tuweze kushinda, ingia rohoni, uwe mtu wa kiroho. Hata unapoongea na mtu anayekupiga vita, ongea naye kiroho, zungumza naye kule moyoni. Hautaweza kubadilisha tabia ya mtoto wako, ibadilishe hiyo tabia kuanzia rohoni. Hutaweza kubadilisha tabia ya mke wako, hutaweza kubadilisha tabia ya mume wako. Hiyo tabia anza kuibadilisha rohoni. Yeye akija kimwili, wewe nenda naye kiroho. Ndio maana Paulo anasema vaa silaha. Ili andiko ni zuri na nalipenda. Vaeni silaha zote za Mungu, tena ni silaha za Mungu, mpate kuweza kuzishinda hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kuna majeshi. Biblia haisemi jeshi, kuna majeshi. Kuna mapepo yaliyo majeshi, makundi juu ya wakuu wa giza, wakuu wa anga, majeshi. Na huwezi kupigana na haya majeshi kwa akili za kibinadamu. Haya majeshi tunayashinda kwa damu na kwa neema ya Yesu. Kuna watu wengi sana ambao walipopigana kimwili waliishia kushindwa. Maisha yao yameharibika. Wamepoteza kazi, wamepoteza watoto, wamepoteza mke, wamepoteza mume na vitu vingine ambavyo vilikuwa baraka, na hata imani pia imepotea. Ni kwa nini? Ni kwa sababu maishani
hauwezi kushinda peke yako bila damu ya Yesu. Nami katika siku ya leo napendekeza kwako, unapoanza mwezi huu wa 7, anza huu mwezi ukiwa mtu wa maombi. Usiwajibu watu sana, ila omba sana. Wale wanaochafua CV yako usiwajibu kwa maneno, wajibu kwa maombi. Wala usijibu lolote, usijitetee chochote, jibu kwa maombi. Mwezi huu wa 7 ukawe ni mwezi ambao utajibu mambo yako kupitia magoti ambayo unapiga na kuomba kila siku. Ukiwa bado unaishi na mwili wa damu na nyama, bado unaweza kupigana vita dhidi ya falme za giza na majeshi yake, na silaha pekee itakayokusaidia ni Roho wa Mungu akiwa ndani yako, akiwa anazungumza, anapigana ndani yako. Unaweza kuwa mshindi kwa sababu Mungu mwenyewe ataweka nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Vita unayoipigana kimwili, yeye ataipigana kiroho. Adui zako wataona matokeo ambayo hawatakuona umepigana kimwili, bali watakuona umepigana kiroho. Na ngoja nikwambie, hakuna majibu mazuri kama kukaa kimya wakati adui akipigana na maisha yako. Wakati watu wanasema ndoa yako itakufa, wewe nyamaza, omba. Wakati wanasema watoto wako hawatafanya vizuri, nyamaza, omba. Wakati wanasema binti zako, vijana wako hawataoa au kuolewa, wewe nyamaza kimya. Wakati wanasema unaenda kufilisika na kurudi kijijini, wewe nyamaza kimya. Nyamaza kimya. Uwe na nafasi ya kunyamaza kimya, maana Roho Mungu angali akiniambia hakuna lolote linaloshindikanika kwa maombi ya aliyezungumza na rafiki yake mbinguni ambaye ni Mungu. Na Mungu akisikia sauti yako, hakuna anayeweza kupigana na wewe. Marko sura ya 9 na ule mstari wa 28 na ule wa 29, Biblia nasema, hata alipoingia nyumbani, wanafunzi wake wakamuuliza kwa faragha, mbona sisi hatukuweza kumtoa pepo bubu na kiziwi? Akawaambia, namna hii haiwezi kutoka. Vita hii hamwezi kuipigana kwa neno lolote isipokuwa ni kwa kuomba. Huwezi kupigana na laana zilizofunga maisha yako. Huwezi kupigana na magonjwa ya kurithi yanayoendelea kwenye familia yako. Huwezi kupigana na vita kazini kwako. Huwezi kupigana na chochote kwenye kazi yako isipokuwa ni kwa kuomba. Kwa kuomba. Tena ni afadhali usiwachokoze wale waliofunga maisha yako kwa nguvu za giza. Kuna watu wanasema, hamnifanyi chochote sawa, sina dini, sisali, lakini hamwezi kuniloga. Utaenda nyumbani kwao, utawafanyia vurugu, utawakejeli, utakejeli mizimu ya kwenu, utakejeli mila za kwenu. Nataka nikwambie my friend, ni afadhali, Biblia inasema ni bora uwe baridi au uwe moto. Ukiwa vuguvugu unatapikwa. Ni afadhali uvae kwanza silaha, ndipo ingia katika vita ya kimwili kwenye maisha yako. Ndio maana hawa wanafunzi walimkemea pepo Mungu, wakaomba, pepo hatoki. Wakaomba, pepo hatoki. Ndipo wanamwambia, kwa nini sisi hatukuweza? Yesu akawajibu, kwa kuomba mnaweza. Nami nataka nikuhakikishie msikilizaji wangu, kwa kuomba unaweza. Kwa kuomba unaweza kuikomboa kazi yako. Kwa kuomba unaweza kukomboa uchumi wako. Kwa kuomba unaweza kukomboa familia yako. Kwa kuomba unaweza kukomboa biashara yako. Kwa kuomba unaweza kukomboa chochote unachotaka kukomboa. Kwa kuomba, oh haleluya, unayaweza yote katika yeye akutiaye nguvu. Yesu anasema ni kwa kuomba pekee, ni kwa maombi pekee mwezi huu wa 7 unaenda kubadilika. Tena ukiwa na imani, mwanzo wa mwezi huu wa 7
Mungu anaenda kukupa vile vyote ulivyochelewa kupata maishani mwako. Mimi siamini kwamba Mungu hajakupa. Mungu ameshakupa, ila tu umechelewa kupata. Nami kwa jina la Yesu na kutamkia ukapate, na zaidi ya kupata, katika jina la Yesu. Kuna mahali ulikuwa umekwama, baraka zako zimekwama, Mungu akakukwamue kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kuna mahali afya yako imekuonea kwa muda mrefu, umeteseka. Mwezi wa 7 Mungu akafanye kituko kwenye maisha yako. Mungu akakuhuishe tena na kukupatia kila ulichopoteza katika maisha yako. Yesu Kristo mwenyewe anathibitisha katika mstari ya Biblia hapo juu tuliposoma ya kwamba kuna vita vingine hatuwezi kupigana na kushinda pasipo maombi. Ni lazima tuwe waombaji ili tuweze kuzishinda vita vya namna hiyo. Vita dhidi ya ulimwengu wa roho, vita vya kiroho unavishinda kwa maombi. Na kuna watu wengi sana ambao shetani amewanyima ule muda wa kuomba. Hawana. Wanapopanga ratiba ya kuomba, ule muda ukifika wanasahau. Wanapanga ratiba ya kufunga, siku ya kufunga ikifika, vidonda vya tumbo vinaanza. Shetani anachojua ni kwamba kwa kuomba kuna ushindi wa vita. Na wewe nataka ufahamu kwamba kwa maombi mengi kuna ushindi kwenye maisha yako. Kuna baadhi ya mambo muhimu sana ya kuzingatia katika maombi. Mambo muhimu sana. Labda nataka uweke nia na dhamira ya kuomba. Kuna mambo muhimu ya kuzingatia. Nataka nikutajie mambo machache sana utakayo yazingatia kwenye maisha yako. Cha kwanza, mwezi huu wa 7 unapoanza, tafuta mahali sahihi pa kupata nafasi ya kuomba na kuzungumza na Mungu wako. Sehemu sahihi, chagua sehemu yenye utulivu, isiyo na kelele na shughuli za wanadamu, ambapo unaweza kumtafuta Mungu na kuongea naye kwa urahisi zaidi. Ujapokuwa sehemu yenye kelele na shughuli za wanadamu, ufahamu wako unashindwa kuzama zaidi katika kumtafakari Mungu. Yes, mwezi huu wa 7 tafuta sehemu ambayo utazama kwenye maombi, na ukizama kwenye maombi una uhakika kuna utulivu. Ngoja nikutafutie maandiko machache. Mathayo sura ile ya 8 mstari wa 1. Mathayo sura ile ya 8 tutasoma na ule mstari wa 1. Biblia inasema, naye aliposhuka mlimani mkutano wengi wakamfuata. Na tazama, akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia, akasema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono wake akamgusa, akasema, nataka, takasika. Mara ule ukoma wake ukatakasika. Kwa hiyo Yesu aliposhuka mlimani, alienda mlimani, aliposhuka mlimani, mwenye ukoma alitakasika. Yesu alichofanya, alisema, nataka utakasike. Biblia inasema mara yule mtu akatakasika. Kuwa sehemu, position nzuri ya maombi, unapata nafasi nzuri ya kumtafakari Mungu. Unapata nafasi nzuri ya kuongea na Mungu. Unapata nafasi nzuri ya kujijaza chaji ya kiroho, ambapo ukishuka kwenye huo mlima wako wa maombi, chochote ukitaka kinafanyika. Kuna watu wakishuka mlimani wakienda kuomba kazi wanakubalika, maana mwajiri akikuangalia hakuoni wewe, anamuona Yesu aliye ndani yako. Walawi 25, kitabu ile cha Walawi sura ile 25 na ule mstari wa 1, nataka tukasome pale. Kuna kitu ambacho ni kizuri ambacho ninatamani Mungu wa mbinguni akakujulishe katika siku ya leo. Biblia inasema, kisha Bwana akanena na Musa katika mlima wa Sinai na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, hapo mtakapoingia katika nchi ni wapayo, ndipo hiyo nchi itashika sabato kwa ajili ya Bwana. Lakini mstari wa 1 inasema, kisha Bwana akanena na Musa katika mlima wa Sinai. Ina maana Musa alichagua location nzuri ya kwenda kuzungumza na Mungu juu ya mlima Sinai.
Laiti kama angekuwa pamoja na wana wa Israeli, wangemvunja moyo, wangemkatisha tamaa. Kwa Musa alichokifanya ni kupanda kwenda juu ya mlima Sinai. Tafuta mlima wako ambao utazungumza na Mungu katika mwezi huu wa 7. Hakuna linaloshindikana kama ukizungumza na Mungu katika sehemu sahihi. Niweke hili. Kuna saa unaweza ukaomba ukiwa hata kwenye gari, kuna saa unaweza ukaomba ukiwa kwenye mtihani, kuna saa unaweza ukaomba ukiwa kwenye kazi yako, biashara yako au mahali popote. Lakini kuna yale maombi ambayo unazungumza na Mungu juu ya mambo muhimu. Tafuta sehemu nzuri ambayo Mungu atakusikia. Tafakari yako wewe itakuwa kwa Mungu peke yake. Namba 2, muda wa kufanya maombi. Muda mzuri wa kufanya maombi ni wakati wa usiku, kwa sababu ni wakati wa utulivu na vita vinapiganika kwa ushindi zaidi. Pigana usiku. Amka usiku. Tenga muda wako usiku. Tunapozungumzia usiku ni kuanzia saa 6, saa 7, saa 8 huko mpaka saa 11 alfajiri. Katika hayo masaa, chagua ni saa lako limoja. Zima simu yako, zima kompyuta zako, zima redio zako, zima kila kitu. Sauti yako iwe ni wewe na Bwana. Chukua Biblia yako, imba sifa, soma neno, usifu Bwana, halafu peleka hoja zako kwa Bwana. Hakika Bwana atafungua masikio yake, atakubariki na kukupatia kiu na shauku ya moyo wako. Muda wa kudumu katika maombi. Huu ni urefu wa maombi yako. Kwa mfano, unafanya maombi ya kufunga labda masaa 12, halafu unaomba nusu saa au saa moja kutwa nzima, au unafanya maombi ya masaa 24, halafu unaomba masaa 2 au 3, lakini hapo huna unachokifanya bali umeamua kushinda tu na njaa. Tenga muda wa maombi. Unajua kuna saa tunafunga, tutasema nitaomba saa 1 asubuhi, nitaomba dakika 2, nitaomba mchana, afu nitaomba dakika 3, nitaomba na jioni, nitaomba dakika 2, halafu nitafuturu, nitafunga siku 3 kavu, lakini katika siku 3 kavu nitaomba lisali moja, asubuhi moja, mchana. Hapana. Unapoingia kwenye maombi manake ni nini? Unapoingia kwenye maombi tafsiri yake, unapofunga kila lisaa uwe na sekunde chache ambazo unazungumza na Mungu zaidi. Jambo la muhimu la kuzingatia, utakatifu. Unapoanza kufanya maombi lazima utubu makosa yako yote kwanza, ndipo uanze kupeleka hoja zako mbele za madhabahu ya Mungu. Ni lazima utubu, kwa sababu Mungu anasema maombi ya wenye dhambi ni kelele mbele zake, na maombi ya wenye haki ni kama manukato. Kwa hiyo Mungu hawezi kusikiliza kelele. Nifafanue, Mungu anasikiliza maombi ya kila mmoja, ila kwenye maombi yako anza kwa kutubu. Usiende kwake kama mwenye haki, nenda kwake kama mwenye dhambi unayetaka rehema madhabahuni pa Bwana. Isaya 59:1. Tusome kitabu kile cha Isaya 59, alafu tutasoma ule mstari wa 1. Biblia inasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Mstari wa 2, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa ni lazima tunapoingia kwenye maombi tukubali kuungama dhambi zetu, tukubali kuungama makosa yetu. Zaburi 34:15. Zaburi 34 na ule mstari wa 15. Ninataka pia tuangalie pale, kwa sababu Mungu wa mbinguni ana ujumbe muhimu sana kwa ajili yetu. Biblia takatifu inasema, macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake huelekea kilio chao. Kwa omba toba. Omba toba. Piga magoti. Mwambie Mungu, ninakiri nimekukosea katika miezi iliyopita, miezi 6 iliyopita, na sasa uko kwenye mwezi mwingine. Mwambie ni kweli nimekukosea kwa maneno yangu, kwa matendo yangu, kwa kila nilichofanya, ninachojua na nisichojua. Ninaomba rehema. Ukiomba msamaha, peleka mahitaji yako rasmi sasa kwa Mungu, na Mungu atakusikia. Hata nyamaza kimya, maana anawasikia wote waombao, na wenye haki wanaokubali kuwa ni wenye dhambi, wanaokosa na wanaokumbuka kutubu baada ya kukosa kwao.
Jambo lingine, zingatia uwe na imani. Imani ni mkono wa kupokea maombi yako kutoka kwa Mungu. Huwezi kupokea majibu ya maombi yako kama una imani. Lazima uwe na mkono wa kupokea maombi. Unapoomba uwe na imani. Yesu anawaambia wanafunzi wake, hata mkiwa na imani ndogo kama punje ya haradali, mnaweza kuambia mti ng'oka, na ukang'oka, ukaenda ukajitosa baharini. Kwa ukiwa na imani, hata kama ni ndogo kiasi gani, inaweza kukusaidia sana kufanikiwa kwenye mambo yako. Imani. Je, unayo imani? Unaamini? Hebu tusome kile kitabu cha Yakobo. Tutasoma kile kitabu cha Yakobo. Kile kitabu cha Yakobo kuna neno muhimu sana. Yakobo sura ya 5. Yakobo sura ya 5. Kuna kitu ambacho Mungu wa mbinguni anataka anene na wewe katika kitabu hiki cha Yakobo sura ile ya 5. Halafu tutaendelea mbele kidogo katika somo letu. Sura ile ya 5 ya kitabu cha Yakobo na mstari wa 15. Biblia inasema, na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Unapoomba kwa imani pia kuna nguvu ya msamaha. Unapoomba kwa imani kuna nguvu ya kupokea. Unapoomba kwa imani kuna nguvu ya kubadilishwa, nguvu ya kutakaswa, nguvu ya kuinuliwa tena katika maisha yako. Amini. Na hapa kwenye imani nizungumze kidogo. Mungu anakupenda. Anataka uwe na imani ya kuona njia mahali pasipo na njia. Uko kwenye nyakati ngumu usizoona njia, lakini Mungu anataka hapo hapo usipoona njia, amini kwamba Mungu atafanya njia pasipo na njia. Wana wa Israeli walifanyiwa njia mahali ambapo palikuwa hakuna njia. Walivuka mpaka bahari ya Shamu, wengine Jordan, wakavuka kwa mkono wa Bwana, kwa sababu mahali pasipo na njia Mungu aliweka njia. Sikiliza nikwambie hili. Usije ukaona sehemu isiyo na njia ukasema hakuna anayeweza kufanya njia hapa. Hapana, amini kwamba nisipoona njia hapa, Mungu wangu anaweza kufanya njia hata mahali ambapo sio njia. Yes. Namaanisha nini? Namaanisha wewe ambaye una mchumba wako amesha kuja mpaka kwenu, amejitambulisha, ametoa mahari, lakini akaondoka. Usihuzunike. Jua kwamba yule alipokuwa kwenye maisha yako alikutoa sehemu fulani na akakufikisha sehemu fulani. Kile Mungu alichotaka ujifunze kwake umejifunza. Wewe mtakie mema, Mungu atakupa tena chaguo sahihi kwa ajili ya maisha yako. Je, tupate mema tu, mabaya situpate? Hapana. Kuna vya kujifunza pia kwenye mabaya yanayokuja kwenye maisha yetu. Kuna watu tulifanya nao biashara wametudhulumu. Kuna watu tuliwaamini wamechukua haki zetu. Kuna watu tuliwapatia nafasi hawajatumia vizuri nafasi zetu tulizowapatia. Lakini usilalamike, maana ukiwa na imani kile ulichokipoteza unaweza kukipata tena kwa uwezo na kwa nafasi ile ile, au kwa zaidi ya nafasi ile ile. Napenda kumtolea mfano rafiki yangu Ayubu, ambaye alikuwa na mali nyingi, kila kitu kikapotea, mke akapotea, watoto wakapotea, mali zikapotea, akabaki peke yake. Lakini aliamini, akajua kwamba sioni njia hapa, lakini ninajua neno moja, mtetezi wangu yu hai, Bwana wa majeshi yu hai, rafiki yangu aliyekufa msalabani yu hai. Amini hivyo. Huenda miezi iliyopita umepita kwenye roho za madeni. Una madeni, unadaiwa, sasa hivi unazima simu, hujui ufanye nini, hujui utalipaje. Amini tu. Amini kwamba huu mwezi ile biashara yako ndogo Mungu ataleta wateja mpaka utashangaa. Ile ofisi ambayo hujalipwa mshahara, Mungu atamgusa bosi wako kwa namna ya ajabu na utalipwa mshahara. Yale mafao yako, Mungu atagusa wanaotakiwa kukupa hayo mafao na watakupa kwa jina la Yesu. Lile shamba lako, Mungu ataenda kuligusa, litatoa mazao na mpaka utashangaa. Wale watoto wako uliosema wamekusahau na kukutelekeza, Mungu atawarudisha katika himaya yako. Fanya huu mwezi ukawe ni mwezi wako wa kurudishiwa vile ulivyopoteza, lakini inataka imani. Pasipo imani haya mambo hayawezekani. Ni lazima kwa imani
ukomboe uchumi wako, ukomboe ardhi yako, ukomboe watoto wako, ukomboe familia yako, ukomboe kazi yako. Kila kitu ukikomboe. Na utakomboa kwa kutumia nini? Ni kwa sababu ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, inayotukomboa kutoka kwenye vitu vingi ambavyo havitupi amani. Kwa unapoingia kwenye maombi, uwe na imani. Usifanye maombi ya kujiinua au kujisifu. Siku zote Mungu anapendezwa na mioyo iliyoshuka, mioyo iliyonyenyekea. Moyo wa kujiinua ni chukizo mbele za Mungu. Utaenda usome Luka 18:11 hadi 14. Unapoomba usijiinue, shuka. Kuna watu wakiomba wanataka kanisa zima lijue kwamba huyu ana karama ya kuomba, huyu ana uwezo wa kuomba. Hapana. Ukiona Mungu anakupa karama yoyote, wewe shuka, mwambie Mungu, mimi si lolote, si chochote, nimenyenyekea miguuni pako, nifanye yale ya kupendezayo. Usijiinue. Na sio tu kwenye maombi, kitu chochote ambacho Mungu amekupa usijiinue. Kama una karama ya kuimba, karama ya kufundisha, umebarikiwa kiuchumi, umebarikiwa, unafahamika dunia nzima, una kibali serikali mbalimbali duniani, lakini ili ufanikiwe zaidi, wewe nyenyekea, shuka. Maana katika kunyenyekea ndipo Mungu anakuinua zaidi. Wale wote wanaojiinua, mwisho wao ndani yake hakuna uzima, lakini mwisho ya wale wanaonyenyekea, mwisho wao kuna uzima. Utaenda usome kile kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa 11 mpaka ule wa 14. Utaona thamani ya mtu kujishusha unapozungumza na Mungu. Na jambo lingine muhimu, tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo pekee. Ukiwa umejitakasa na umeambatanisha imani, ukilitumia jina la Yesu Kristo, hakika utayaona matokeo ya maombi yako. Hatuna jina lingine tuliloagizwa kulitumia katika maombi isipokuwa ni jina la Yesu. Utasoma Yohana 14:13 hadi 14 na Yohana 15 hadi 16. Jina la Yesu pekee ndiyo ngao yetu. Jina la Yesu pekee ndiyo ngome yetu. Jina la Yesu pekee ndiyo furaha yetu. Hatuna jina lingine wanadamu walilopewa. Ndio maana ukitaja jina la Yesu, mapepo yanakimbia. Ukitaja jina la Yesu, kila laana zinaondoka. Ukitaja jina la Yesu, kila magonjwa yanasikia na kuondoka. Ukitaja jina la Yesu, umaskini unaondoka na Mungu anakupa nguvu ya kufanya kazi. Kumbuka kwamba kufanya kazi kuna kupatia mafanikio zaidi, na ili ufanye kazi vizuri, tumia jina la Yesu kwenye kazi zako. Jina la Yesu linakukomboa kutoka chini ulipo na kukuweka juu kwenye viwango vya waliobarikiwa na kukumbukwa na Yesu. Pointi nyingine muhimu katika maombi, usilalamike, peleka hoja. Isaya 43:26 na Habakuki sura ya 2. Usilalamike, tengeneza hoja. Unapopata nafasi ya kuongea na waziri, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa au rais wa nchi, usiende kwa rais kulalamika. Nenda kwa rais ukiwa na hoja. Mpe hoja ambayo akiangalia anajua kwamba huyu kwa hoja hii napaswa kumsaidia. Watu wengi tunakosea. Tunaenda mbele za Mungu na kulalamika. Unaona Mungu fulani umembariki, tena hata yeye sio msabato, yeye wala hatoi zaka na sadaka, yeye wala hafungi kama mimi. Mbona yeye umembariki lakini mimi hujanibariki? Sikiliza, wewe una baraka zako na yeye ana baraka zake. Tengeneza hoja. Unataka nini? Unapoenda kwa Yesu unataka nini? Unapoenda kwa Mungu, kipi ambacho unataka Mungu afanye? Nenda kwake ukiwa na hoja, na Mungu akisikiliza ile hoja, akiona ile hoja, anajua kwamba huyu kwa hoja hii napaswa kumsaidia, maana hoja hii imenigusa. Moja katika vitu vya msingi ambavyo tunapaswa kuwa navyo, hasa Wakristo tulio wengi, ni kuwa na hoja za kupeleka mbele za Bwana. Unapoomba uwe na ajenda, na hiyo ajenda ipeleke kwa Yesu kwa upendo. Hoja ibebe upendo.
Hoja isibebe chuki kwa mtu mwingine. Kuna hata watu wanaombea wengine chuki kwa sababu hawakupendi. Unaenda kwa Mungu, Mungu wa mbinguni, mpindue kabisa na afukuzwe kazi. Hapana, tengeneza hoja, wewe ubarikiwe, ili hata wale waliokuzunguka waone kwamba hakika aliye upande wako ni mkuu kuliko aliye upande wao. Hivyo ndivyo Mungu huwa anafanya. Mungu halipi kisasi kwa sababu kuna mtu amekukosea. Mungu analipa kisasi kwa maana hii kwamba Mungu anakubariki wewe, na yule aliyekukosea anaona baraka zinakuja kwako, anashangaa. Na anaposhangaa inafika mahali anashuka, anakuambia mbona umebarikiwa hivi? Na wewe usiwe mchoyo, mwambie nimebarikiwa kwa sababu wewe uliponichukia kibinadamu, mimi nilikupenda kiroho na Mungu amenibariki, na hata mimi nakuombea na wewe ubarikiwe pia. Kwa hiyo usilalamike, peleka hoja, tengeneza hoja, tengeneza agenda. Mwezi huu wa 7 uwe na agenda zenye mvuto kwa Mungu. Mwezi huu wa 7 uwe na agenda zinazomgusa Mungu. Mwezi huu wa 7 uwe na agenda zinazobadilisha maisha. Utasoma na pia Habakuki sura nzima ya kitabu cha Habakuki sura ya 2. Utasoma ile mistari yote, kuna vitu vya muhimu pia utajifunza pale. Jambo lingine la kuzingatia katika maombi yako, ambatanisha maombi yako na sadaka. Utaenda usome kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 10 hadi wa 12. Maombi yako unapoomba, toa sadaka kanisani kwako. Toa sadaka. Support kazi ya Mungu kwenye kanisa lako. Namna unavyoomba, namna unavyomtegemea Mungu, peleka na sadaka. Nilishawafundisha, utarejea masomo kwenye video ambazo ziko nyuma. Utakuta somo ambalo limefundisha masomo mengi. Kuna nguvu ya sadaka, namna ambavyo Mungu anakomboa ardhi kupitia sadaka. Masomo yote yapo. Kwa Mungu anapoiangalia sadaka yako, anakumbuka kwamba ana deni na wewe, na anakubariki kwa sababu akiona sadaka yako anajua kwamba wewe ni mtoto wake. Kwa hiyo ambatanisha maombi yako na sadaka. Sadaka haina kiwango, sio lazima uwe bilionea. Hata shilingi 100, hata senti 5 uliitoa kwa imani inaweza kufanya kitu kikubwa kwenye maisha yako. Mungu akiangalia anakumbuka kwamba ana deni na wewe. Laiti kama Yesu angekuwa anaangalia ukubwa wa sadaka, kuna matajiri walienda kutoa sadaka hekaluni. Wengi wakapeleka vitu vingi vya thamani, lakini mama mmoja akapeleka senti 5. Halafu Yesu akasimama katikati ya mkutano akasema, mama huyu mjane ametoa kuliko wengi walivyotoa. Yesu alimaanisha nini? Alimaanisha kwamba huyu mama alifanikiwa kuiunganisha sadaka na moyo wake. Unganisha sadaka yako na moyo wako. Unapoiunganisha na moyo wako, hapo ndipo Mungu anapoona sadaka yako. Lakini kuna muda tunaweza tukatoa sadaka, hatuunganishi sadaka moyo wetu na Yesu, ila tunaunganisha sadaka yetu na watu wanaotuona kwamba tumefanya, tumetoa, tumevunja rekodi kwa mwaka, tumefika goli kama kikundi fulani tulichopewa goli. Hapana, sadaka yako iungane na Yesu. Ikiungana na Yesu kanisani kwako au mahali popote ulipo, hakika Mungu wa mbinguni atajibu maombi yako. Jambo lingine, uwe mvumilivu. Uvumilivu. Unapoomba, kuwa mvumilivu. Zaburi sura 40 mstari wa 1. Hapa nitaomba tusome Zaburi 40 na ule mstari wa 1. Biblia inasema nini, penzi msikilizaji? Zaburi 40 na ule mstari wa 1. Nalimngoja Bwana kwa saburi, akaniinamia, akasikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akanisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu. Daudi anasema nalimngoja Bwana. Ukishaomba, mngoje Bwana. Ukishaomba, msubirie Bwana. Nalimngoja Bwana. Ndiyo, ukimaliza kuomba, mngoje Bwana. Na katika kumngoja Bwana kuna mafanikio, kuna ushindi, kuna neema, kuna tumaini, kuna
kuna mabadiliko, na zaidi ya yote Mungu atakukumbuka kwa sababu wewe ni mtoto wake. Lakini pia utaenda kusoma Waebrania sura ya 6 na ule mstari wa 15, Waebrania 6:15, na Warumi sura ile ya 8 na ule mstari wa 25. Maandiko haya yatakusaidia sana unapotaka kujiimarisha kiroho zaidi, kimaombi zaidi, na fahamu kwamba hakuna jambo linaloshindikanika kwa maombi. Lakini kumbuka ziko principle ambazo ukizifuata vizuri utafaulu. Hata mitihani unaifanya kulingana na jinsi mitihani ilivyokuja. Kwenye maisha yako kuna vitu ambavyo lazima uviombe kulingana na mitihani unayopitia. Lazima uombe kulingana na mahitaji unayoyaona kwa wakati huo. Lazima uombe kulingana na jinsi neno linavyotaka uombe kwa kipindi hicho. Kwa maombi mengi kwa wakati huo yanaweza kukusaidia wewe kupanda juu zaidi na kufika mahali ambapo kuna tumaini kwa ajili ya maisha yako. Faida za maombi. Njia ya kumjulisha Mungu haja za moyo wako. Maombi ni njia za kumjulisha Bwana haja za moyo wako. Tunapokuwa na mahitaji ya kiroho, kimwili mbele za Mungu, hatuwezi kumtuma mtu apeleke hizo hoja zetu, bali tunazipeleka sisi wenyewe kwa njia ya maombi. Tunapeleka hizo shida kwa Mungu sisi wenyewe kwa njia za maombi. Wafilipi 4:6. Kitabu kile cha Wafilisti sura ile ya 4 na ule mstari wa 6. Biblia takatifu inasema nini? Biblia inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Kwa hiyo maombi unapeleka mahitaji yako kwa Mungu, na hauwezi kumtuma mtu kwamba Mgase niwakilishie hili, fulani niwakilishie. Unapeleka. Mimi kama mtumishi wa Mungu ninachofanya ni nakusaidia. Ndio maana napoombea mtu, unataka nikuombee nini? Kwa sababu nikiomba bila hoja hakuna maana yote. Kuna mtu anakuambia niombe tu hivyo hivyo, Mungu anasikia. Sasa niombe nini? Niombe mvua inyeshe shambani kwako au iache kunyesha? Sijui ni kipi unataka niombe. Lazima tuwe na hoja za kuombea, na hii nataka nikwambie, pakiwa na hoja ya kuombea, unaomba kwa hoja unayoijua. Yes. Kwa hiyo na unapoomba, maana yake huombi tu kama tamaduni, bali unaomba kwa kupeleka hoja waziwazi kwa Muumba wako. Kupitia maombi Mungu huongea nasi kwa njia ya maono au sauti waziwazi mioyoni mwetu. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 9 hadi wa 15, utaona Petro akizungumza na Mungu kupitia maono. Hapa ni wakati Mungu anasema na Petro kwa habari ya mtumishi wake Kornelio. Mungu aliongea na Petro kwa njia ya maono, na Petro alipokuwa katika maombi. Unapokuwa kwenye maombi ndio wakati unaongea na Mungu. Kuna saa unaomba unasikia Mungu ana sauti fulani inazungumza moyoni mwako. Kuna saa unaomba unasikia kwenye hisia zako kuna msukumo fulani ambao Mungu anaweka. Kuna saa unaomba unasikia kuna kitu kisicho cha kawaida kinaendelea ndani yako. Unapoomba pia usipuuze msukumo wa Roho Mtakatifu unaosikia moyoni mwako. Napoelekea kumalizia somo hili, kumbuka kwamba maombi yanakupatia nafasi au fursa zaidi ya kuwa wa thamani machoni pa Bwana. Maombi ni jibu la kila kitu. Maombi ya kusindikizwa na vitu kama imani, sadaka, utiifu, hutoa jibu kwa kila jambo. Hufungua vifungo vya shetani, huponya magonjwa, huinua walemavu na hata magonjwa sugu yasiyo na tiba. Lakini kwa maombi yaliyoombwa kwa imani, Mungu huleta majibu katika maombi hayo. Unapoomba kuna vitu ambavyo Mungu anaviondoa. Kuna magonjwa madaktari walisema huponi. Binafsi nimeshuhudia watu wakipona kansa, watu wakipona uvimbe katika miili yao, watu wakifunguliwa kwa namna mbalimbali, kwa sababu maombi ukiambatanisha na imani yako, ukiwa na muda wa kuomba, Mungu anafungua kulingana na jinsi ambavyo wewe unamtegemea Mungu kwenye maisha yako. Maombi hutufanya tukue kiroho. Tunapoongea na Mungu na tunapofunuliwa siri za ufalme wake, tuwapo katika maombi na imani yetu inapokuwa zaidi kwa Yesu Kristo, basi tunakuwa kiroho zaidi.
utaenda usome Mathayo 17 mstari wa 14, utajitahidi usome mpaka ule mstari wa 21. Kwa hiyo maombi pia ni njia ya kukua kiroho. Kama unataka kukua kiroho, ni maombi pekee yanayoweza kukufanya utoke hapo ulipo na ufike mbali zaidi, ukue kiroho zaidi. Maana maombi yanakukuza, maombi yanakuinua, maombi yanakutakasa, maombi yanakubadilisha, maombi yanakufanya uwe mwerevu zaidi, ukue kiroho. Mtu wa maombi hata kesi anaiamua kiroho. Kuna saa anaweza akapelekewa jambo zito, watu wakajua atataharuki, atachanganyikiwa, atapata pressure, lakini kwa sababu ni mtu wa maombi analipokea huku anatabasamu, maana anajua mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wangu yu hai. Ana imani, anaamini kwamba Mungu wa mbinguni anaweza zaidi, anaweza kutukomboa. Lakini katika siku ya leo, somo hili ni zuri sana la maombi. Nataka hizi pointi zote tulizojifunza zikakusaidie na zikakufanye ufike mbali zaidi. Zikakufanye ugundue jinsi ambavyo Mungu ana upendo katika maisha yako. Unapoanza mwezi mwingine, tembea na hili. Mungu ni upendo na Mungu ana upendo kwa ajili yako. Mungu anakuwazia mema, Mungu anakuwazia ushindi, Mungu anakuwazia tumaini. Mwaka huu, mwezi huu wa 7, Mungu anakuwazia ushindi katika jina la Yesu. Vitu vyako vilivyokufa, Mungu anaenda kuvihuisha. Mambo yako yaliyokufa, Mungu anaenda kuyafanya yawe hai tena kwenye maisha yako. Kila jambo lililokuwa haliwezekaniki sasa linaenda kuwezekanika, maana Mungu ni upendo, anakupenda. Mimi nakupa habari njema, Yesu anakupenda kuliko mwanadamu yoyote. Mwanadamu anaweza kukusahau, mwanadamu anaweza kusahau kila kitu kwenye maisha yake, lakini kamwe Mungu hawezi kukusahau. Dumu miguuni pa Bwana na yeye adumu katika moyo wako. Mungu akubariki na kukutunza. Usiache kufuatilia vipindi vyetu kila siku, usiache kusubscribe channel yetu, lakini pia usiache kuwa sehemu ya familia hii ya Power Request. Kwa kuwasiliana nami binafsi kwa hoja yoyote ile ambayo unatamani Mungu akakutendee ni 0759 75 57 40. Basi nikualike mahali popote ulipo tuweze kuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninakushukuru kwa neno lako katika siku ya leo. Ninasema asante kwa jinsi ambavyo umezungumza nasi. Kuna mtoto wako yuko sehemu mbalimbali, wengine wakiwa Tanzania, wengine wakiwa Kenya, wengine wakiwa nchi za mbali kabisa. Baba, ninaomba kwa namna pekee, kila mmoja kwa hitaji la moyo wake, ukakutane na shida yake, ukakutane na mahitaji yake, na kwa namna ya pekee Jehova, kila mtu ukamvushe katika magumu yote yanayopitia hapa duniani. Ni imani yangu kwamba walio wagonjwa utawaponya. Wale ambao wanaomba juu ya watoto wao utasikia maombi yao. Wale ambao wanakutafuta kwenye kazi, biashara zao utasikia. Wale ambao wameumizwa na vitu mbalimbali katika maisha yao, Bwana utasikia, utawaponya, utawapigania katika jina la Yesu. Ninaomba Yesu endelea kubariki mmoja mmoja. Mahali popote watoto wako walipo, tafadhali nenda ukawapigania na kuwatunza katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu na sisi ni watoto wako. Hatutakusahau kwa sababu neno lako linasema umetuchora katika viganja vya mikono yako. Tuhurumie, tutakase, tukinge na ila mbaya za shetani. Mwezi wa 7 unapoanza, tunaikemea misiba, tunakemea ajali, tunakemea roho za kukataliwa, roho za mauti. Baba, vyote hivyo ndani ya mwezi tulioanza leo, Baba, ninakusina kukuomba tafadhali ukawe Mungu kwetu nasi tukawe watoto wako. Ukatupe zile baraka nyingi ambazo unawapatia watoto wako uliowapenda, lakini pia uliowachagua na kuwafanya kuwa watoto wako. Na waacha miguuni pako, na waacha mikononi mwako, na waacha kwenye mikono yako iliyo salama zaidi, na kwa imani utukumbuke katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji. Karibu tena kwa kipindi kingine. Bwana awe upande wako. Asante.